Namna hivyo Fatma Hassan ananipa kijiti kudunda viwanjani. Mwanamichezo, karibu tujuzane yale masuala mbalimbali ya kimichezo yaliyojiri yanayoendelea kujiri kunako viunga mbalimbali. Kama kawaida, mimi ni winga teleza Witness Ngalawa. Kutoka Tabora, chama cha soka mkoa wa Tabora Tarefa kimethibitisha maandalizi ya mchezo kati ya KenGold dhidi ya Simba, ambapo maandalizi tayari yamekamilika kuelekea mchezo wa ligi kuu ya NBC, mchezo ambao utapigwa ndani ya dimba la Al Hassan Mwinyi mjini Tabora Juni 18 mwaka huu. Mwanamchezo wetu Pendo Salu anatujuza zaidi. Maandalizi ndani ya uwanja wa Al Hassan Mwinyi kwa sasa yapo kingoni. Maandalizi tumeanza tangu tulipopata taarifa hii. Maandalizi yako vizuri katika vyumba na pichi tumeisha iandaa na mambo vizuri. Iliyobaki ni kulevo uwanja ukae katika nyasi zilizonifuka hizi siku 2-3 na zilevo kama unavyomuona anavyofyeka, na mzunguko nyasi zilizomea na zisafisha na zenyewe katika hali itakuwa katika hali nzuri. Katibu mkuu wa chama cha soka mkoa wa Tabora Tarefa Awadhi Sabuni anasema mchezo huo wa KenGold dhidi ya Simba utapigwa, huku akithibitisha maandalizi yamekamilika. Kama ambavyo umetoka kushuhudia sasa hivi, upande wa management ya uwanja inaendelea, lakini sisi kama wasimamizi wa kituo tunaendelea vizuri kukiandaa kituo. Lakini hata wageni wetu ambao ni wenyeji KenGold tayari timu iko Tabora. Mimi niwahakikishie tu kwamba mashabiki na wapenzi wa soka wa mkoa wa Tabora na mikoa ya jirani kwamba mchezo huu upo kama ambavyo umepangwa na bodi ya ligi na utachezwa kwenye ardhi ya Tabora katika uwanja wa Al Hassan Mwinyi. Aidha, amewahakikishia mashabiki wa soka swala la usalama ndani na nje ya uwanja. Kwa hiyo kila kitu kimezingatiwa. Usalama wa mashabiki, usalama wa timu, usalama wa viongozi watakaofika viwanjani. Kwa hiyo hali iko vizuri na nafikiri mkaribishe tu wadau na wageni mbalimbali kutoka mikoa tofauti kuja Tabora kutazama burudani ya soka. Kutoka Tabora ni mwanamichezo wako Pendo Salu, Channel 10. Asante Pendo Salu kwa taarifa hiyo kutoka mkoani Tabora. Kwingineko, imeelezwa kuwa uwepo wa kozi mbalimbali zinazoratibiwa na vyama vya soka ngazi ya mikoa na wilaya kwa kiasi kikubwa kunarahisisha utendaji wa kazi wa kamati za ufundi za shirikisho la soka nchini TFF na kuchochea maendeleo ya mchezo huo. Taarifa zaidi na mwanamchezo wetu. Hayo yameelezwa na mkufunzi wa makocha wa shirikisho la mpira wa miguu nchini TFF Raymond Gweba wakati wa mahojiano maalum na Channel 10 Michezo, ambayo ilitaka kufahamu namna ambavyo vyama vya soka ngazi ya wilaya na mikoa vinavyotekeleza majukumu yao kama sehemu ya kusaidia kukuza mchezo wa soka kuanzia ngazi za chini. Kwa kiasi kikubwa shirikisho la mpira wa miguu linapata unafuu sana kuendesha hizi kozi na kupata uhakika kwamba kwenye maeneo ya pembezoni ya nchi yetu sasa yameanza kupata wataalamu wa kufundisha mpira wa miguu. Eneo ambalo tulikuwa tunapata tabu sana ni eneo la watoto. Watoto wanacheza mpira without supervision ya mwalimu ambaye ana ujuzi wa kuwafundisha. Kwa hiyo kwa sasa hivi kwa kiasi kubwa sisi tunashukuru nguvu ambayo inatumika sasa kutoa nafasi kwa hivi vyama vya mkoa kuweza kuratibu hizi kozi inasaidia sana. Katika hatua nyingine, Gweba amezungumzia juu ya mwamko mdogo wa wanawake kwenye kujitokeza kushiriki mafunzo ya ukocha kwenye ngazi tofauti. Kweli lipo, lakini tunasema kwamba itafika sehemu tutakuwa katika njia tu. Kwa mfano kama sasa hivi hapa washiriki wanawake yuko mmoja. Lakini tunachokifanya kila baada ya kozi tunafanya tathmini ya kozi. Tunawaachia wale walioratibu kozi mambo gani ambayo wanaweza wakaenda kuyafanya kwa ajili ya kuhamasisha wanawake. Kwanza kuwapelekea taarifa mapema. Kuna kozi ya namna hii, ikiwezekana wewe wana utaratibu wa kuweka kipaumbele. Wakisema kwamba katika kozi inayokuja wanawake 5 watalipa pungufu ya ada kwa asilimia fulani, hizo vitu ambavyo tumeshawapa. Kwa hiyo means kwamba katika kozi zinazokuja wakianza kufanya utaratibu kama kozi mshiriki mmoja analipa 135 mwanaume, basi mwanamke ambiwe alipe 100,000, watakuja. Mimi ni Juma Abdurrahmani na hii ni Channel 10.
Kutoka jijini Mbeya kuelekea mchezo wa ligi kuu ya NBC Tanzania Bara kati ya Wajelajela Tanzania Prison dhidi ya Yanga Africa, mchezo ambao utapigwa Juni 18 mwaka huu katika dimba la kumbukumbu ya Sokoine jijini Mbeya. Kocha mkuu wa Tanzania Prison Amani Josia ameeleza kuwa wamejiandaa kukabiliana na timu hiyo ili kuondoka na alama tatu muhimu. Taarifa zaidi na mwanamchezo wetu Epimarcus Apolinari. Kocha mkuu wa Tanzania Prisons akizungumza mara baada ya mazoezi ya viungo kwa wachezaji, amesema licha ya timu pinzani kuwa nafasi ya kwanza katika msimamo wa ligi kuu ya NBC Tanzania Bara, wamejiandaa kuichakaza katika ardhi ya nyumbani ili kuondoka na ushindi wa alama tatu muhimu. Hatuko kwenye position nzuri, ukiangalia tunataka kukimbia pale kwenye playoff. So hiyo inatufanya tufanye kazi kwa bidii, tuone namna ambavyo kama tunaweza kunusulika tukawa salama zaidi pasipo kupitia playoff. Nafikiri itakuwa ni njia nzuri, na moja ya mechi ambazo tunaziangalia ni hizi. Tunaamini kwamba tunakutana na timu ambayo at least iko kwenye form moja, timu bora kabisa katika ligi yetu. Yule ambaye mbinu zake zitafanikiwa kiuwanja, nafikiri itampa matokeo, na sisi tunatafuta hilo kwamba at least tuwe na mbinu ambazo zitafanikiwa kwenye mechi hiyo. Upande wao wachezaji wa Tanzania Prisons wamesema malengo yao ni kuhakikisha wanapata matokeo mazuri na kuifanya timu yao kubaki ligi kuu kwa kuwa wamejiandaa vya kutosha, huku mmoja wa mashabiki wa Tanzania Prisons akitamba kuvuna matokeo mazuri katika uwanja wa nyumbani. Leo sisi wachezaji tumejiandaa vizuri, tumepata muda mwingi wa kutraining, kwa sisi tunasubiria tu tarehe ifike ya mechi. Kwanza mwalimu kaja na plani zake kwa ajili ya mechi hiyo. Kwa kikubwa sisi tumefuata maelekezo ya mwalimu, anataka nini. Kwa sisi ni kufuata tu maelekezo ya mwalimu. Kwa hiyo tumejiandaa vizuri kwa ajili ya hiyo mechi. Yanga ni timu kubwa na tuko vizuri, na sisi tunajua hilo kwa Yanga ni timu kubwa. Na katika uwanja wa mazoezi sisi hata wachezaji tunavyo training, na hisi mechi itakuwa ngumu, haitakuwa ya upande mmoja. Nawaambia kabisa Yanga hata wakija huku wajipange, mchezo utakuwa ni mgumu. Wachezaji kama watakavyokuja ndo watakuta matokeo rahisi. Hapana, mchezo ni mgumu. Hizo na sisi pia tumejipanga kwa mchezo huu tarehe 18. Tunasubiri kwa hamu. Nikiripoti kutoka mkoani Mbeya, mimi mwanamchezo wako kocha mtaalamu Epimarcus Apolinari, Channel 10. Katika mchezo wa tennis, kutofanyika kwa maandalizi mazuri ya muda mrefu imeelezwa kuwa sababu kubwa ya timu za taifa za mchezo wa tennis kutofanya vizuri kwenye mashindano mbalimbali ya kimataifa, jambo ambalo linarudisha nyuma maendeleo ya mchezo huo hapa nchini. Hayo yameelezwa na kocha ambaye pia ni mchezaji wa mchezo huo nchini, Hamisi Omari, ambaye amesema Tanzania inatarajia kushiriki mashindano ya Davis Cup nchini Botswana, lakini maandalizi kuelekea mashindano hayo si ya kuridhisha. Maandalizi yetu sisi sio mazuri. Yaani maandalizi naweza kusema kama yale ya zimamoto. Unajua, kule bwana level ziko juu sana. Na ndio maana unaona mara nyingi tumeshiriki lakini hatujafikia kwenye performance nzuri ya hivyo, yani kwenye nafasi nzuri. Hatujafikia mara zote ambazo tumeshiriki. Yaani tunakuwa tu ni washiriki lakini kwenye ushindani tunazidiwa. Yaani niwe mwazi, mimi nimejionea mwenyewe mwaka jana. Unaona? Kwa hiyo kwa hilo tunahitajika tufanye jambo la ziada kwenye kuandaa wachezaji. Kwa sababu hata hii qualify ambayo tunafanya kesho itafanyika kesho kwa maelezo ambayo mimi ninayo mpaka sasa. Maandalizi ambayo yamefanyika, tuseme hamna maandalizi. Yaani ni ile tumepewa taarifa, kama mimi nimepewa taarifa ambayo nimeipata siku 4 nyuma. Sasa siku 4 nyuma najiandaa nini? Unaona eh? Kwa vitu bado havijakaa sawa sawa kwenye swala zima la maandalizi. Labda tu kama ile kusema wewe mchezaji kama mchezaji uwe tayari kwa muda wote kupambana kwa mchezaji mmoja kwa kujua thamani yako na unachokifanyia kazi. Hilo, lakini kwa swala zima kama timu ile kuorganize mipango, hilo jambo liko chini sana, yani hatuko sawa. Wakati michuano mikubwa ya kombe la dunia ya vilabu ikiendelea kutimua vumbi, kampuni ya Match Choice Tanzania DStv imesema ipo sambamba na wateja wake kwa kuwapa ofa mbalimbali ikiwemo ya onja utamu kwa mitanange ya FIFA kwa mteja kulipia kuanzia kifurushi cha poa, ambapo atapata wasaa wa kushuhudia michuano yote live. Mkuu wa masoko Match Choice Tanzania Ronald Shelukindo
Mapema hii leo amezungumzia ujio wa Onja Utamu, akielezea jinsi wananchi na wateja na wanamichezo watakavyopata uhondo na michuano hiyo mikubwa ambayo amesema lengo lao ni kuhakikisha kila Mtanzania na mpenda michezo anafanikiwa kujionea michuano hiyo. Kwa hiyo maana yake ni kwamba mechi zote za FIFA Club World Cup zinapatikana kwenye POA sasa. Katika dunia ya kawaida hazipatikani kwenye POA, zinapatikana kwenye bomba. Lakini kwa sababu ya Uwanja Utamu wa juu, maana yake sasa ukilipia POA utakwenda kwenye bomba, which means utaweza kuona mechi zote hizo. Nataka tu nionyeshe ni jinsi gani mtu unaweza kufaidika. So ukianza kwanza, tunawasihi wateja wetu kulipia mapema ili waweze kupata muda mrefu wa kuenjoy. Lakini pia kwa wateja ambao wako vifurushi vya chini, endapo akiamua kulipia leo kifurushi 11, mteja huyo anaweza kupata content za kifurushi cha juu yake kile cha 27. Na wote tunajua kitu gani kimekickstart jana. Naam, taarifa hiyo ndio inanipeleka katika medani za michezo kimataifa. Moja kwa moja ni kujuze yale ambayo yamejiri katika anga la michezo kimataifa. Ni mimi huyo Witness Ngalawa. Karibu katika medani za kimataifa katika mwendelezo wa michezo ya hatua ya makundi ya kombe la dunia la vilabu 2025 huko nchini Marekani. Mabingwa wa Ulaya Paris Saint-Germain waliwafunga Atletico Madrid kwa mabao 4-0 katika mchezo wa kukatana shoka. Mabao ya PSG yalifungwa na Fabian Ruiz, Vitinha na Kinda Sen-Mayul pamoja na Lee Kang-in aliyefunga kwa mkwaju wa penalty. Katika mchezo mwingine wa kundi C, Bayern Munich ya huko nchini Ujerumani ilitoa kipigo cha kihistoria kwa Auckland City ya huko New Zealand kwa ushindi wa mabao 10-0, na mchezaji Jamal Musiala alifunga hat-trick baada ya kuingia akitokea benchi, huku Thomas Muller, Kingsley Coman, Michael Olise na Sasha Bowen walifunga mabao mengine. Leo hii ligi hiyo itaendelea kwa mchezo mmoja, ambapo majira ya saa 4 kamili usiku klabu ya Chelsea itakuwa uwanjani kumenyana na Los Angeles FC. Kwingineko katika mchezo wa langalanga, dereva wa timu ya Mercedes George Russell ameibuka mshindi wa mbio za Canada Grand Prix zilizofanyika jana mjini Montreal. Russell aliongoza kutoka mwanzo hadi mwisho wa mbio, huku pia akiweka muda wa haraka zaidi katika mzunguko mmoja wa mbio hizo. Nyuma yake alikuwa bingwa mtetezi Max Verstappen wa Red Bull, alimaliza katika nafasi ya pili kwa tofauti ya sekunde 0.228 tu, huku kijana nyota wa Italia Andrea Kimi Antonelli akiweka historia kwa kuchukua nafasi ya 3 na kufanikisha podium finishing yake ya kwanza akiwa na umri wa miaka 18 pekee. Mbio hizo zilishuhudia vibweka vya aina yake kutoka ndani ya timu ya McLaren baada ya dereva Oscar Piastri kugongana na mwenzake Lando Norris katika mzunguko wa 67, ambapo dereva Norris alilazimika kujitoa kwenye mbio, huku Piastri akimaliza nafasi ya 4. Baada ya mbio hizo, dereva Norris alikiri makosa na kuomba radhi hadharani. Red Bull waliwasilisha malalamiko dhidi ya Russell wakidai kuvunja sheria wakati gari la usalama linapita, lakini waamuzi wa FIA walikataa hoja hiyo na kuthibitisha ushindi wa Mercedes. Namna hivyo nahitimisha yale yote ya dawati la michezo na burudani kwa leo. Shukrani za dhati ziende kwa mtazamaji wa kuendelea kufuatilia Channel 10 Plus ya habari, na mpaka kufikia hapa nimefikia tamati yale yote ya dawati la michezo na burudani. Ni kurejeshe kwake Fatma Hassan aweze kutamatisha habari yetu ya kutwa nzima leo. Mimi ni Winga Teleza, Witness Ngalawa.